السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake na kipenzi chetu sisi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika darasa yetu ya jana tulijikumbusha dalili ya uwajibu wa mwezi wa kufunga, mwezi wa Ramadhan, na vile vile tukaeleza ni nani ambaye kwamba anawajibika kufunga mwezi wa Ramadhan, na tukaeleza vile vile vipi tutajua kuwa tumeingiliwa na mwezi wa Ramadhan. Tuliwatia kwa kueleza kuwa kufunga saumu ya Ramadhan ni wajibu kwa kila Muislamu ambaye kwamba ni amebaligh, ana akili timamu, ambaye kwamba ni msafi kutokamana na hedhi na nifasi. Tukaahidi kuwa leo tutazungumza kuhusu wale ambao kwamba sheria imewapa ruhusa kutofunga mwezi wa Ramadhani, ima wote kamili au kutofunga baadhi ya masiku katika mwezi wa Ramadhani. Wale ambao kwamba sheria imewapa udhuru ya kutofunga katika mwezi wa Ramadhani, wa kwanza ni wale ambao kwamba tuliwataja pale mbele. Itakuwa kwao ni wajibu wasifunge wakiwa katika hali hizi. Kasema wa kwanza ni haidh, ni yule mwanamke ambaye kwamba yuko katika damu yake ya hedhi, damu ya kila mwezi. Basi katika yale masiku ambayo kwamba atakuwa katika ada yake ya kila mwezi, hatohitajika kufunga. Ikiwa atafunga atakuwa anapata madhambi. Atahesabu zile siku ambazo kwamba yuko katika hedhi. Ikiisha ile hedhi yake baada ya kutahirika, ataendelea na masiku yaliyobaki katika Ramadhani. Alafu baada ya Ramadhani atahitajika kulipa zile siku ambazo kwamba hakuzifunga. Hii ni hukumu ambayo kwamba inapatikana, inawahusu kina mama walio katika hedhi, wanufasa, na wale ambao kwamba wako katika ile damu ya kizazi ama ya kujifungua. Baada ya mama kujifungua, kuna ile muda anakuwa katika damu inaitwa nifas. Muda huo hatofunga, atahitajika tu baadaye. Huyu mwenye hedhi na mwenye nifas watahitajika wazihesabu zile masiku, alafu baadaye wakisha tahirika watalipa zile siku. Ama mwingine ambaye kwamba anaruhusiwa kutofunga katika mwezi wa Ramadhan ni al-marad, ni yule ambaye kwamba ana udhuru wa ugonjwa. Fa idha khafa as-sa'im ziyadata maradhihi, akiwa yule mwenye kufunga atahofia, ni mgonjwa, kule kufunga kutazidisha yale maradhi yake au kutamletea mashaka na tabu, aftara wa alayhi alqada'u faqat, atahitajika zile siku ambazo kwamba ni mgonjwa
na kule kufunga kunaweza kumsababishia madhara zaidi, basi atahitajika zile siku ambazo kwamba ni mgonjwa asifunge, ale, na akishapata shifaa, kama kuna siku zimebaki katika Ramadhani afunge zilizobaki, alafu hizi masiku alizokuwa mgonjwa atakuja kulipa baada ya kukamilika Ramadhani. Kwa hivyo huyu udhuru wake ni udhuru ambao kwamba ni wa muda. Anaugua maradhi ambayo kwamba pengine yatachukua wiki, mwezi, yatapona baadaye. Hatofunga, lakini baadaye akishapata shifaa, basi atahitajika kulipa zile siku ambazo kwamba hakufunga. Ama mwingine ambaye kwamba ana ruhusa ya kutofunga katika siku au masiku ya Ramadhan ni yule ambaye kwamba ni msafiri. Safari ambayo kwamba imetimiza zile masharti za kupunguza swala, akiwa yuko kwenye safari na yuwahofia ikiwa atafunga basi atapata dhiki katika ile safari yake, basi atatakiwa asifunge katika ile wakati yuko katika ile safari, kisha baadaye atahitajika kulipa zile. Na hiyo safari yenyewe ambayo kwamba inaruhusiwa ni safari ambayo kwamba iko na maili 84. Ama ikiwa katika ile safari atakuwa anaona pengine safari za siku hizi hazina dhiki sana, safari imefikisha hizo maili 84, lakini anaona kuwa hakuna shida ambayo kwamba atapata ikiwa atafunga, basi huyu aweza akafunga. Ama ikiwa atapata shida ikiwa atafunga katika safari kama ile, basi itakuwa bora kwake yeye kuwa hatofunga. Kwa hivyo ikiwa ataona kuwa anaweza kusafiri na asipate shida yoyote, basi ni bora kwake yeye kufunga. Na ikiwa ataona kuwa katika ile safari yake akiwa atakuwa ni mwenye kufunga atapata mashaka, basi itakuwa bora kwake yeye ni kufanya nini? Kutofunga, na baadaye atatakiwa kulipa ile siku. Ama mwingine ambaye kwamba sheria imemruhusu kutofunga ni yule ambaye kwamba ni mzee, amefikia umri wa uzee ambao kwamba sasa hawezi tena kufunga. Wazee wanafunga, lakini kuna umri anaweza kuwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia amefikia umri ambao kwamba sasa hawezi kufunga. Ikiwa atafunga atapata shida, basi huyu sheria imempatia udhuru asifunge. Na kwa kuwa huyu hali yake ni tofauti, hatarajiwi kuwa leo amekosa kufunga kwa sababu ya uzee, yani sababu yake ni kuwa amefikia umri wa uzee. Kwa hivyo kesho hatarajiwi kuwa atarudi tena katika ujana. Ujana ushapita, ashafika katika umri wa uzee, hawezi kufunga kwa ajili ya umri. Sheria imempatia ruhusa, lakini vile vile atatakiwa kutoa fidia kwa kila siku ya saum. Katika kila siku ya Ramadhan atatakiwa kufanya nini? Kumlisha maskini. Atatakiwa kutoa kibaba, kwamba wanasema ni takriban gramu 500, wengine wakakuja wakasema 600, wengine wakasema 3/4. Na ikiwa mtu ataweza kuondoka katika shaka, kwa sababu ni vipimo ambazo kwamba zilikitumiwa wakati hiyo, ndio wakasema ni gramu 750, 3/4 kila siku. Kwa ajili atatoa kibaba kimoja kwa kila siku ya mwezi wa Ramadhan kwa ajili ya kulisha maskini. Akiwa na uwezo wa kutoa zaidi, akaamua kila siku atatoa zaidi ama atalisha maskini kadhaa, basi kuzidisha hakuna tatizo.
Na hali hii ya mgonjwa, hali hii ya mzee ambaye kwamba hawezi kufunga kwa ajili ya umri wake, hali hii ni sawasawa na hukumu yake ni sawasawa na yule mtu ambaye kwamba ana maradhi ambayo kwamba hayatarajiwi kupona. Akona maradhi ambayo kwamba ni chronic, hayana tiba, na ikiwa atafunga katika maradhi yale atapata dhiki, atapata shida, na maradhi yenyewe yalipofika katika hali hakuna tiba yake, kwa hivyo hatarajiwi kuwa atapona, basi huyu atakuwa hukumu yake ni sawasawa na hukumu ya mzee. Atakula katika Ramadhani, lakini atatakiwa katika kila siku kulipa au kutoa fidia. Na hapa pia kuna hatari. Kuna watu ambao kwamba wako na wazazi ambao kwamba ni wazee, ama wao wenyewe ni wazee, au wao wenyewe wako katika hali kama hii, basi mara nyingi wanafikiria kuwa kwa sababu hawawezi kufunga basi ile saumu imeenda vile. Ikiwa ni mzazi uko chini yako na hawezi kufunga, utatakiwa umtolee katika kila siku ile kibaba. Ikiwa ni wewe mwenyewe na hali yako ndio hiyo, hauwezi kufunga kwa sababu ya ugonjwa ambao kwamba hautarajiwi kupona, au kwa sababu ya uzee, basi jua kuwa watakiwa kutoa ile fidia kwa kila siku. Mwingine ambaye kwamba ana ruhusa ya kutofunga katika mwezi wa Ramadhani, lakini atahitajika kuhesabu zile siku, alafu baadaye atakuja kulipia, ni alhamilu walmurdi'u. Ni wale wanawake ambao kwamba ni wajawazito au wale wenye kunyonyesha. Idha khafata ala anfusihima wa ala alwaladi aftarata wa alayhima alqada'u faqat. Ikiwa huyu mama mjamzito au huyu mama mwenye kunyonyesha anahofia ikiwa atafunga katika hali ya ujauzito au atanyonyesha na hali kuwa amefunga, basi atapata madhara yeye mwenyewe ama na yule mtoto. Kwa hali zote mbili, yeye mama atapata madhara, yule mtoto anayemnyonyesha atapata madhara, ama huyu mama mjamzito atapata madhara, yule mtoto aliyoko tumboni kwake atapata madhara. Ikiwa watahofia hiyo, aftarata, watahitajika katika yale masiku wakiwa katika hali ile wasifunge, wa alaihim alqada'u faqat, na watahitajika kuja kulipa. Lakini kulingana na madhhab ya al-Imam Shafi'i akasema, wa idha khafata ala alwaladi faqat, lakini ikiwa watahofia wale watoto peke yake, yani yeye mwenyewe anajiona mimi naweza kufunga pamoja na kuwa ni mjamzito, au naweza kufunga pamoja na kuwa nanyonyesha, lakini hofu yao sasa ni kwa watoto peke yao, wajaba alaihim alqada'u walfidya. Kulingana na madhhabi ya Imam Shafi, huyu atahitajika kulipa ile siku na atahitajika kulipa na fidia. Waweza kupata maelezo mengine tofauti, kwa hivyo ujue haya maelezo, nukta hii ni kwa madhhab ya al-Imam Shafi. Ama kwa ujumla, mwanamke mjamzito ikiwa anajihofia yeye au anahofia mtoto au wote wawili, sheria imewaruhusu kufanya nini? Kula katika mchana wa Ramadhani, na kisha baadaye watakuja kulipia ile saumu. Kwa hivyo tumewataja watu kadhaa ambao kwamba wanaruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani, ima watalipa baadaye ama hawawezi kulipa kabisa, lakini wana udhuru wa kisheria. Tumetaja mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, maradhi ambayo kwamba anatarajia kupona, atakula na kisha baada ya Ramadhani atalipa. Tukataja mtu ambaye kwamba yuko katika safari, ikiwa ile safari yake imefikisha zile maili
4 na anaona kuwa akifunga atapata dhiki, basi atakula kisha baadaye atakuja kulipa. Na ikiwa anaona anaweza kufunga hata akiwa katika safari, basi kule kufunga itakuwa ni bora kwake yeye. Tukazungumzia hukumu ya huyu ambaye kwamba ni mzee. Hukumu yake ni sawasawa na yule ambaye kwamba ana ugonjwa ambao kwamba hauna tiba, na huyu uzee wake hauna tiba, vile vile hawezi kurudi katika hali ya ujana, hawezi kufunga kwa sababu ya umri, uzee. Na huyu ambaye kwamba hawezi kufunga kwa sababu maradhi yake ni yale maradhi ambayo kwamba hayana tiba, basi hawa watakula katika siku za Ramadhan, lakini watahitajika katika kila siku kulipa kibaba au kulisha maskini mmoja. Wengine ambao kwamba wana ruhusa ya kula katika mchana wa Ramadhan kisha watalipa baadaye ni wanawake ambao kwamba wako katika damu ya hedhi na wale ambao kwamba wako katika damu ya nifas. Watahitajika kula katika mchana wa Ramadhani, lakini baada ya kutahirika wataendelea na zile siku zimebaki, na kisha baadaye watahitajika kulipa zile siku zilizowapita. Na wa mwisho ambaye kwamba tumemtaja ni yule mwanamke ambaye kwamba ni mjamzito au yule ambaye kwamba ananyonyesha. Sheria imempa ruhusa ya kula katika mchana wa Ramadhan katika masiku ambayo kwamba watakuwa katika hali ile, na kisha baadaye watahitajika kufanya nini? Watahitajika kulipa zile siku inshallah. Kwa hivyo inshallah katika darsa ambayo kwamba itafuatia tutazungumzia, kwa kuwa hii saum ni ibada ambayo kwamba iko na nguzo, tutazungumzia zile nguzo ambazo kwamba zinahusiana na ibada ya saum. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.